Naam, bila shaka mzima wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu kwa mara nyingine tena kwenye kipindi chetu cha Baragumu Live, na hii ikiwa ni sehemu ya pili, ambapo ni sehemu ambayo tunapata nafasi ya kutazama mahojiano na wageni wetu ambao wamekuwa wamewasili hapa katika studio zetu za Baragumu Live kupitia channel yetu kilicho bora kabisa. Na sehemu ya kwanza tunapata nafasi ya kufahamu kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu utafiti kutoka MUHAS na ubunifu, ambapo tunafahamu kwamba katika dunia sasa masuala ya ubunifu na utafiti ni jambo la msingi kwelikweli, na ulikuwa umeungana na Emily Lazarus bila kumsahau Dorcas Remsi Mtenga. Mimi ni Emmanuel Mwakaposera. Karibu twende sako kwa bako mpaka saa 3 kamili asubuhi ya leo, na ni furaha kwelikweli kwamba leo wageni wangu wanatoka Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA, na tutaifahamu pia PPRA ni nini, lakini pia majukumu yake ni yapi. Lakini mara hii PPRA tunakuta kuna wasanii pia ambao wameamua kupeleka ujumbe kwa jamii, lakini tutazungumzia hasa kuhusiana na fursa za tenda kwa vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Tunafahamu kwamba huko serikalini, taasisi za serikali zimekuwa zikitangaza tenda na viongozi mbalimbali wa kiserikali wamekuwa wakihimiza kwamba kutafuta namna bora ya kuhakikisha kwamba tenda hizi wanapata Watanzania wazawa, wale ambao wenye sifa. Lakini tunafahamu nafasi ya vijana katika swala zima la kujiajiri. Kwa hiyo tumeshuhudia sasa mara hii PPRA wampata nafasi ya kuwaona vijana, wanawake na vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Ni furaha kwelikweli kumkaribisha Joseph Muhozi ambaye yeye ni afisa uhusiano mwandamizi kutoka PPRA. Karibu sana. Asante sana. Ndiyo, wanasema sanaa ina nguvu sana kwelikweli kwenye kufikisha ujumbe, lakini ni furaha kwelikweli kuwa na msanii nitumie bongo movie au nitumie lugha gani? Msanii wa filamu hapa nchini Tanzania ni Sonata Nduka ambaye yeye ni mwandaji wa filamu ya Winga na balozi wa mfumo wa NeST. Kwa tutafahamu PPRA na NeST ni nini. Karibu sana Sonata. Asante sana. Ndiyo, na najua kwenye filamu hii ya Winga kuna jina lako ambalo umelitumia. Tutalifahamu pia. Sawa. Ndiyo. Joseph, tuanze kwako. Huenda mtazamaji kwa mara ya kwanza anatazama Baragumu hivi sasa, lakini pia amesikia neno PPRA. Tuifahamu PPRA ni nini, ilianzishwa lini, lakini pia na majukumu yake ni yapi, kabla tujakita sasa kwenye fursa hizi ambazo zinapatikana kutoka PPRA. Karibu. PPRA ni, kwa kutumia lugha rahisi sana, ni Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma. Kazi yake kubwa ni kusimamia sheria ya ununuzi wa umma. Na sheria ya ununuzi wa umma ni sheria ambayo inatoa tu utaratibu wa jinsi gani ambavyo ununuzi wa umma nchini utafanywa. Kwa mwingine anaweza akasikiliza ununuzi wa umma akawa ni jina geni kwake, au zabuni zikawa ni jina geni kwake. Nadhani watu wameshafahamu kwamba huwa kuna kitu kinaitwa tenda. Hicho ni moja kati ya vitu ambavyo ni maarufu sana, tenda za serikali. Serikali inakuwa ina kazi za fulani za kufanya. Kwa mfano, unaona kuna ujenzi wa barabara, hizo tunaziita kazi za kandarasi. Hizo ni tenda, hizo ni zabuni, na hiyo ndio ununuzi wa umma unafanyika. Lakini vile vile serikali inahitaji mahitaji kama huduma, chakula, si ndio? Inahitaji vitu mbalimbali ambavyo viko kwenye upande wa huduma. Lakini pia serikali inahitaji bidhaa, inahitaji furniture, si ndio, samani, inahitaji inahitaji kamera, vifaa mbalimbali, kompyuta na nini. Kwa hiyo unaviweka kwenye vipengele tofauti kama vitatu hivi vya mambo ambayo serikali inahitaji. Hayo ndiyo yanaitwa tenda, yanatolewa kwa utaratibu wa tenda. Sasa ili mtu apate tenda, tunasema kwa nini sasa tumpe mtu A na tusimpe mtu B? Kwa sababu tenda hizo zinatakiwa zitolewe kwa kila mwenye sifa kwa uwazi, haki na usawa. Sasa jinsi ya kutoa hizo tenda, huo utaratibu umetolewa kwenye sheria. Kwa hiyo PPRA iko pale kuisimamia huo utaratibu, kufahamu kwamba kweli hii tenda iliyotolewa, utaratibu ulifuatwa, ilitangazwa kwa kila mtu. Kama ilikuwa ni tenda ambayo ni ya wazi, kila mtu aliiona, ilitangazwa vipi, ili mchakato wake ulikuwaje, ushindani wake ulikuwa vipi, aliyepata alikuwa na vigezo gani, alistahili, na wenzake walikubaliana naye, hawakukubaliana.
nini kilifuata, utaratibu wa kutokubaliana ulifuatwaje, mpaka huyo mtu tunayemtaka tunampata akiwa na sifa zote za kuhakikisha kwamba anatekeleza ile tenda. Na lengo kubwa la yote hayo ni kuhakikisha tunapata kitu kinaitwa thamani halisi ya fedha, kwamba kile kitu ambacho sasa tutakao tumekipata kama ni barabara, basi ilingane kabisa na ile thamani ya fedha ambayo imetolewa, thamani ya muda na vitu vingine, iendane na kile tulichokihitaji. Kwa katika usimamizi huo tunasema ni usimamizi wa mikataba. Kwa pale pia bado PPRA inakuwa inafuatilia. Kwa hapo nadhani umepata picha vizuri kwa ufupi kwamba PPRA inasimamia hiyo sheria, inasimamia taratibu. Haifanyi ununuzi kwa taasisi, ila inazifuatia zile taasisi zinafanya nini ili kuzingatia sheria. Sawa sawa. Na sasa mtu akitaka kupata tenda labda kutoka kwenye taasisi ya serikali ndio yote ambayo labda anataka kupeleka huduma kama ambavyo umezungumzia, labda anataka kusambaza vitu vya maofisini, hivyo furniture kama ulivyozungumzia, kitu chochote au barabara, lazima awe na sifa gani? Tuanzie hapo. Okay. Ili aweze kunufaika na hizi tenda sasa. Mimi wanapenda kusema kwa ufupi, mtu anaweza kupata tenda za serikali ni mtu mwote mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea, mwenye akili timamu na vigezo ambavyo vinahusiana na hiyo tenda. Mimi na sifa hizo tatu. Hizo sifa unazo tayari. Sasa akili timamu nayo. Umri wa kuanzia miaka 18 ili uweze kuingia kwenye mkataba unao. Kinachobaki ni kigezo kimoja kidogo tu, kwamba sasa wewe unajihusisha na nini? Hicho unachojihusisha nacho kinaendana na hiki ambacho kinatakiwa serikalini. Kwa mfano wewe ni mtangazaji na sisi tunataka vipindi vya kutoa elimu, nadhani sifa unazo kabisa kwenye hiyo sifa ya tatu. Sasa sisi tunataka mkandarasi wa kujenga barabara, hapo sifa anakuwa nayo mtu mwingine. Ndio maana tenda zinakuwa nyingi na kila mmoja anakaa kwenye kategori yake, kwenye nafasi yake. Mwingine anapika chakula, kwa sifa za kupika chakula na utaratibu ambao ameufuata wa kuwa wanasema kurasimisha hicho kitu anachokifanya. Kwa mfano kama wewe ni mpishi wa chakula, maana kuna utaratibu ambao unafuatwa wa wewe kuwa mpishi wa chakula kwa ajili ya umma, si ndio? Ikiwa ni pamoja na masuala ya kupata leseni, sehemu ambayo unafanyia biashara hiyo, kupata leseni na vitu kama hivyo. Wewe una uwezo wa kufanya hicho kitu. Hiyo ni sifa ya tatu, ndio kwambia. Tuwekane sawa. Kwamba utaratibu ni kwamba ni kupata leseni. Leseni maana yake ni kwamba umerasimishwa na serikali, umekubaliwa kwamba wewe una nafasi ya kufanya hivyo. Kwa mfano tunasema nichukue tasnia gani? Kwa mfano ya habari. Mtu atauliza una ithibati, umesoma, si ndio? Hiki kitu ni cha kwako, unakifanya kweli? Kwa sababu mwisho wa siku serikali inataka wananchi wanaopata hiyo huduma wakitenda ni kwa ajili wawe na wapate kile kitu kwa kiwango kinachotakiwa. Sasa ukimpa mtu ambaye hana sifa hizo ataharibu. Kwa mfano unataka mtu atoe elimu kuhusiana na masuala ya magonjwa, huwezi kumtafuta mtu ambaye amebobea kwenye masuala ya ukata viti. Umeona? Kwa ni sifa ya tatu ambayo utaratibu wake sasa unategemeana na tenda inayotakiwa. Kila tenda, kila zabuni ina utaratibu wake sasa na sifa zake. Ndio maana nikasema vigezo na masharti sasa kwenye hiyo kigezo cha tatu vitazingatiwa. Serikali inanunua vitu vingi sana, inanunua huduma nyingine ambazo kwa mfano kuna mtu mmoja leo kuniambia, na ndio maana ya keki ya taifa hii. Ni kubwa. Kwa kila mtu kazi anayoifanya serikali ina mahitaji nayo. Stage za mziki, chakula, sanaa, si ndio? Hata miradi mingine ya ufugaji nyuki serikali inafanya pia kutumia utaratibu wa tenda. Lakini kuna watu wengine kama TAWA wanalisha chakula cha tembo, wanyama. Kuna vyakula vya wanyama ambavyo pia ni tenda. Lakini tunarudi mpaka chini huko kwenye ngazi za msingi, tunasema ngazi za msingi kabisa huko. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa ununuzi kwenye ngazi za msingi. Mashuleni pia kuna zabuni, mpaka ngazi za mtaa kuna zabuni. Kuna mtu aliniambia kwamba lazima uwe na kampuni. Okay, sasa hapo nitakuja kwenye vitu viwili hapo. Kwanza, haya yote tunayoyafanya nilikwambia kwamba lazima kuwe ni haki, usawa, si ndio? Ifanyike kwa haki na usawa. Kwa kuzingatia hilo kwanza, kabla sija kwenye hilo, serikali hii ya awamu ya 6 ikatengeneza mfumo ambao unaweza kuleta sifa ya haki na usawa ya kupata hizo tenda. Kila mtu awe na haki na usawa, aipate tenda kwa haki na usawa, na tuone vitu vimenyoka. Na hizo taratibu zote za ununuzi ziingie kwenye mfumo ili unapoingia
ni kama unavyoingia kwenye Instagram, wana taratibu zao. Andika jina, fanya nini, lazima ufuate vigezo. Kwa kuwa ni mfumo inakuwa rahisi. Kwa ukishafanya taratibu zote, kuna mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kielektroniki, maarufu sana sasa hivi unaitwa NeST. Sasa mfumo wa NeST ndio kila kitu, kwamba mwisho wa siku unaingia kwenye mfumo wa NeST, unajisajili na unatafuta sasa wewe unahusika na kitu gani. Ukisema mimi nahusika na masuala ya kuuza kamera, sasa kuna vigezo vyake vya leseni za hiyo kamera unayouza ili uingie sokoni. Kwa mle ni sokoni. Sasa nakuja kwenye jibu lako la unaweza kuwa kampuni ndio uweze kupata tenda za serikali. Hapana. Sasa hivi hii serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inataka hii keki ya taifa ya tenda za serikali, ambazo nikukumbusha tu kwamba tenda za serikali au zabuni za umma zinachukua zaidi ya 70%, karibu 70% ya bajeti yote ya serikali. Kwa hiyo inataka ile bajeti irudi kwa wananchi. Kwa hiyo unaweza ukapata tenda ukiwa kampuni, lakini unaweza ukapata tenda ya serikali kwa kuwa tu ni Mtanzania mwenye umri wa miaka 18 kama nilivyokuambia kwenda mbele. Kwa kigezo cha kuunda makundi sasa. Kwa hiyo unaweza ukaunda kikundi cha watu wenye ulemavu, kikundi cha vijana, kikundi cha wanawake au kikundi cha wazee bila kuwa kampuni. Mkajiandikisha, utaratibu ni mfupi, mnajiandikisha halmashauri kwenu kama kikundi, mtambulike. Baada ya hapo halmashauri inapeleka taarifa zenu PPRA inaweka kwenye orodha fulani ili Tanzania nzima umuonekane na kama nyie kweli ni kikundi maalum kinafanya 1, 2, 3 na ni kikundi ambacho kimepitishwa kufanya hiki. Baada ya hapo mnaingizwa kwenye mfumo wa NeST. Kwa kuwa ni kikundi, tunaamini kwamba kuna vikundi vingine bado havina nguvu kubwa ya kuingia kwenye mifumo na nini. Kwa wanasaidiwa, PPRA na wasajili nafanyia usajili wa awali. Mwenyekiti wao anaingia tu anamalizia taratibu dogo dogo, wanaingia sokoni kuomba tenda za serikali kama kikundi. Kwa utaratibu wa kikundi ni haufanani na kampuni. Na hicho ndio sasa hivi tunakipromote sana, kwa sababu tunaamini makampuni mengi yanajua yanatafuta tenda, yameanzishwa kwa ajili ya kutafuta tenda. Japo tunazidi pia kuhamasisha wananchi waunde pia na makampuni wenye nguvu washiriki tenda za serikali. Lakini ishu ya makundi maalum sasa ndio inakutupeleka sisi kwa dada zetu, wanafunzi wanamaliza vyuo vikuu sasa hivi na watu wengine. Ndio. Sawa sawa. Nitaendelea kuzungumza mtazamaji. Unajua kundi la vijana na wanawake katika malengo ya dunia hatutakiwi tuliache nyuma, na ndio maana serikali imekuwa ikizifungua fursa mbalimbali kwa lengo la kuwawezesha vijana na wanawake kiuchumi. Sio, umenipata vizuri? Sasa ndio maana tunakuja hapa kwamba tunaangalia ni kwa namna gani wanawake wanaweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa na kuboresha kwenye kipato chao. Sio, umenipata? Lakini hivyo hivyo kwa vijana kwamba ni kundi ambalo inabidi litumike, lakini je, tunalitumiaje? Unajua serikali haiwezi kuajiri vijana wote. Lazima tu kweli. Hakuna serikali duniani ambayo inaajiri vijana wote au wananchi wake wote. Ingawa taratibu ni kwamba serikali ndio mwajiri namba 1, lakini inapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya watu kufanyaje, kujiajiri au kufanyaje na kuajiri wenzao. Kwa hiyo sasa baragumu, kazi yetu kubwa sisi ni kuletea fursa. Tunakupa fursa alafu wewe ujue unazichukua unaendelea nazo. Lakini ameeleza taratibu vizuri hapa. Lazima unaweza kuwa una vikundi au kampuni, si ndio hivyo? Lakini kwenye hapa lazima pia utambulike kwamba kikundi hiki kutoka Katavi, sio, umenipata, cha vijana hawa wana uwezo wa kuzalisha asali na wanataka kusambaza asali. Nitoe mfano. Je, wana uwezo wa kufanya? Sio, ni vizuri. Lengo pia hata huduma ambazo zinatolewa ni bora. Sio kwa lengo la kwamba labda kusumbua, hapana. Kwamba kwa lengo za huduma ambazo zinapelekwa pia ni zile na ubora wake zinaenda kwa wananchi. Sasa mara hii tumeona, mimi nasemaga sanaa ina nguvu sana. Unajua sisi wahadimu wa Afrika wakati mwingine kusoma kidogo ni shida. Mngeandika wachache sana wenda wangepata. Sasa PPRA hivi sasa tumeona mmeandaa filamu ya Winga kwa kushirikiana na wasanii wetu wa filamu hapa nchini Tanzania. Kabla sijamkaribisha muandaji wa filamu mwenyewe Sonata Nduka, mwandaji wa filamu ya Winga na ni balozi wa mfumo wa NeST. Tuangalie PPRA mliona nini mpaka sasa kuamua kushirikisha wasanii katika kufikisha ujumbe kwa jamii? Kwanza kama unavyofahamu hapa tunaongelea tunatafuta kuzungumza na vijana
wanawake, Watanzania wengine wa kawaida. Kuna njia nyingi za kuwafikia, tumeexplore njia nyingi za kuwafikia, lakini pia tukawapa nafasi wengine pia wasaidie kufikiria jinsi ya kufikisha huo ujumbe. Kwa tutatumia kama unavyoona taarifa za habari na vipi, lakini kuna watu ambao kwenye taarifa ya habari labda angalia, tunampelekea ujumbe kupitia ile njia ambayo yeye ataona inafaa zaidi. Na unafahamu wewe ni mwandishi wa habari mwenzangu, ukiwa mtaalamu wa mawasiliano, kuna nadharia inaitwa captivation theory ambayo inasema kwamba mtu video au movie, kitu ambacho kimerekodiwa kama filamu, kina nguvu ya ushawishi mkubwa hata wa kumfanya mtu afanye kile anachokiona kwenye filamu. Sasa pia tunakumbuka Mheshimiwa Rais alishaanza na Royal Tour na tukaona matokeo ya Royal Tour. The same time kuja kwenye taasisi za serikali pia kuna watu ambao pia wanaweza wakaadapt hayo maono, na kuna watu wengine ambao wakakaribishwa kwenye vipaji vyao. So tulipata nafasi ya kufikiria zaidi na mkurugenzi mkuu wa kwetu, mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba ni kijana mwenzetu, naye akasema ni kweli, unajua ukiangalia sisi tunatoa taarifa kwenye magazeti, kwenye nini, sio kila mtu anasoma gazeti, na lengo letu ni kuwafikia vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, hasa vijana ambao sasa hivi wana shida kubwa tunasema ya kutafuta kazi na pesa. Kwa nini tusiwafikishie ujumbe kwa lugha rahisi na njia rahisi zaidi, ili waweze kufanya nini? Kupata hiyo, wanaburudika, wanafurahi, lakini wanapata ujumbe. Baada ya hapo mnaweza kamaliza akaunda kikundi chake na akapata tenda. Kwa hiyo bahati nzuri wasanii wapo nchini na wenyewe pia ni sehemu ya wazabuni, ni sehemu wa Tanzania wakafanya kazi hiyo. Na ndani ya filamu hii yuko Kulwa Kikumbo maarufu Dube, mzee mwenye jiji lake Dar es Salaam, yupo, na baada ya muda mfupi naye ataungana na sisi atueleze uhusika ambao ameubeba kwenye hii ya filamu. Sonata Nduka, tukataka tupate utangulizi kidogo kutoka kwa PPRA. Nadhani mtazamaji atakuwa ameshaelewa. Kwanza tuambie, wewe ndio mwandaji wa filamu ya Winga, tupitishe kidogo. Unajua tunaona hamu ya kusema fungua tuone kilichomo ndani yake, lakini si vibaya kwa kutupitisha kidogo kwanza. Filamu hii ya Winga imezungumzia nini ndani yake, na ukiwa mwandaji ni watu gani pia ambao wameshiriki kwenye filamu? Karibu. Asante. Filamu ya Winga, tafsiri inaanzia kwenye neno lenyewe winga. Ni neno maarufu kidogo ambalo of course Watanzania wengi wanalifahamu, na tafsiri fupi ni kwamba ni mtu kati. Mtu ambaye anakuwa katikati kwa ajili ya kukuunganisha na fursa fulani ama kukuunganisha na mtu fulani. Wenyewe wanajiita wazee wa connection. Kwa hiyo kwenye filamu hii ya Winga, of course kurudi nyuma kidogo kwenye sekta hii ya ununuzi wa umma, kilichokuwa kinafanyika kipindi kile ilikuwa ni kwamba kabla ya kuwa na huu mfumo wa NeST, kulikuwa kuna watu kati wengi ambao hawa ni mawinga. Hao ndio walikuwepo kwa sababu wao tayari wanazijua, wana hizo taarifa, wana hiyo information ya kuhusiana na masuala mazima ya tenda za serikali. Watanzania wengi walikuwa hawafahamu. Kwa hiyo wao walikuwa wakikaa kati hapa, wanakuunganisha kwamba bwana, mimi nina hiki na hiki, wao unataka connection fulani, unataka kufanya biashara fulani na serikali. Sasa mchongo ni 1 2 3 4 5. Leta hiki, leta hiki. Kwa unakuwa na utaratibu wao wa kwao wenyewe ambao wanakupatia ili kuweza kufikia sehemu fulani. Kwa hiyo sasa kwa maana kumbe kulikuwa kuna winga kwenye mambo haya pia. Ya mtukati. Kwamba wengine ni wazuri, wengine ni wazuri, wengine wabaya. Ila sasa kwenye mtukati hapa lazima naye chochote apate kitu. Lazima. Kumbe wewe mwenyewe ungepata elimu ungeenda moja kwa moja. Hatari. Kwa hiyo Winga ndo imesimama hivyo. Na tulichokionyesha kwenye filamu yetu hii ya Winga kwamba baada ya kuanza kutumika kwa mfumo na sheria ya ununuzi wa umma mwaka 2023 na mfumo wa NeST kuanza kutumika, kwenye filamu hii na kuonesha kabisa kwamba Winga ni mfumo wa NeST na sio mtu. Kwa hiyo ogopa hiyo. Winga ni mtu mzuri kama alivyosema Muhoozi, wanafanya vizuri kwenye nyanja zingine, lakini tunapokuja kwenye sekta ya ununuzi wa umma hatuna winga mwingine zaidi ya mfumo wa NeST, kwa sababu yeye mfumo wa NeST ndio upo hapo katikati kwa ajili ya kukuunganisha wewe Mtanzania na zile fursa ama zile tenda za serikali ambazo zinatolewa na taasisi za umma. Kwa hiyo kwenye filamu ya Winga tumezungumza hivyo, lakini pia tumegusa
kwa sababu sasa hivi tunataka elimu kubwa sana iende kwa makundi haya maalum ambayo ni vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo story yake imebase kwenye hayo makundi, kufikishia hiyo taarifa na wao kuweza kujua kwamba bwana, tuna vikundi. Unajua mtaani tuna vikundi, unakuta kuna vikundi vya wanawake wamejiunga tu, labda wako kwa ajili ya kusaidiana, ikitokea sijui msiba wako pale wanasaidiana, vitu kama hivyo. Kuna vikundi vya vijana. Sasa hivi vikundi ambavyo tuko navyo mtaani unaweza ukavibadilisha vikawa ni vikundi ambavyo vikaenda kuwasaidia nyinyi ama kuwainua nyinyi kiuchumi, mmoja na kundi kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwenye Winga ndo tumeiweka katika namna hiyo. Uandaji wa filamu, unajua kuandaa filamu ya kupeleka elimu sio kazi rahisi, kwa sababu unajua ni kwa mfano hasa kufanya kazi na taasisi. Mimi leo nikiamua kufanya filamu ya familia yangu nafanya tu kwa sababu sina experience nayo. Lakini kufanya kazi na taasisi ya serikali ambayo inataka kufikisha ujumbe fulani, kuna ugumu wote. Of course. Mkubwa sana. Kwa sababu kwanza unaiwaza kwenye mapokeo itakuwaje. Ikienda fomo sana, manake lengo lako halitofanikiwa, kwa sababu wengi wakisikia kuhusiana na taasisi ya serikali imefanya filamu, yani kuna mtazamo fulani unakuja kwamba hichi kinatazamikaje, yani kwa sababu unajua mambo ya serikali yanavyokuwa yako tu fomo. Kwa hiyo sasa ilibidi tuje na wazo ambalo litafanya Mtanzania huyu wa kawaida ambaye sisi tunamlenga kuanzia ngazi ya chini na kati hapa, ambao ndo tunawalenga kabisa kwenye haya makundi maalum, wakikaa hivi kwanza waburudike, alafu pili waipate hiyo elimu. Ndio maana umeona hata kwenye cast ama kwenye wasanii ambao wameshiriki kwenye hii filamu ni wasanii ambao tumechukua, yani wasanii ambao mtu akitokea hivi karakta yake tu kwanza inamtambulisha kwenye kitu ambacho sisi tunataka, kwenye ule ujumbe ambao tunataka aupeleke. Kwa hiyo tulianza kuwa na mtazamo wa kwanza, Watanzania watapokeaje. Kwa hiyo kwenye mapokeo ikatupelekea kuendana na aina ya vitu ambavyo wao wakikaa sebuleni unaweza wakatazama, wakaburudika na kuelimika, na lengo letu sisi likafikiwa. Nadhani bado haijatoka, tayari imeshaachiwa. Leo inatoka. Bahati nzuri leo inatoka. Na tuambie inatoka kwa sababu watu wana shauku. Utatueleza platform ambazo iko inapatikana. Ni nini cha kuvutia kwenye filamu ya Winga? Yaani cha kipekee kweli mle ndani bana kuna watu wamecheza yani kweli kweli. Kwa sababu kuna watu ambao sisi tunataka tukaburudike, lakini pia tunataka tukapate nini? Habari, tuelimishwe. Cha kuvutia pale kwanza tuna tapeli wa taifa. Tapeli wa taifa? Dude. Nilijua tu. Yule bana ni tapeli wa taifa, akiingia humo na the way ambavyo amecheza. Yani I say huwezi kunyanyuka. Huyu ndo mtukati mwenyewe ambao unasema sio. Yuko huyo, afu kuna unajua yeye ndo mtu ambaye amecheza, ni mtu ambaye anajuana yani na watu wa serikalini, anajuana sio na mawaziri, anajuana na wakurugenzi wa mataasisi mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo the way ambavyo amecheza Dude pale ni mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo kuna kundi la wanawake ambao wao walikuwa wanajitafuta, katapeli sana. Walikuwa wanajitafuta, wanatamani katapeli sana. Wanasikia hizi fursa, kuna fursa tu zipo serikalini, kuna namna unaweza kufanya biashara na serikali, lakini hawajui wapite wapi. Ndio. Kwa hiyo sasa bahati mbaya wakaangukia kwa Dude ambaye na Christmas nyingi mjini. Kwa hiyo bahati mbaya wakaangukia kwa Dude. Kwa hiyo kuangukia kwa Dude ikawa ni bahati mbaya kwao, lakini ikawa bahati nzuri kwa sababu walijifunza kwamba sehemu pekee ambayo unaweza ikakupa kuweza kufanya, ikakupa hiyo fursa ya kuweza kufanya biashara na serikali ni kupitia mfumo wa NeST. Ndio. Sawa. Na kama ambavyo nimekuahidi kwamba muda mfupi ujao tutakuwa na Dude ambaye atakuja hapa kwa ajili ya mazungumzo, kueleza pia na yeye uhusika wake ambao ameubeba mle ndani. Kabla tujampisha Dude, unadhani una nini cha kumwambia kijana wa Kitanzania hivi sasa? Kwa sababu unajua sisi vijana wakati mwingine tulikuwa tukilalamika sana kwamba unajua kazi hakuna, michongo hakuna, fursa hakuna. Wewe umeishi katika hizo fursa. Una nini cha kumwambia kijana wakati na mwandaa Dude aweze kufika hapa na yeye? Karibu. Mimi kubwa la kumwambia kijana mwenzangu
ni kwamba ni kuacha kulalamika. Ni kuacha kulalamika na kutafuta taarifa. Unajua changamoto ambayo hata sisi tuliona ni kwamba ni ule ukosefu wa taarifa, kwamba hauna taarifa ya jambo fulani, na ndio maana sisi tukaja na filamu hii ili kuweza kupeleka hiyo taarifa na kuonesha kwamba tuna fursa ziko hapa. Umeona? Kwa hiyo kikubwa ni kuzitafuta hizo taarifa, na kama unakutana na taarifa kama hii ambayo inakupa fursa ya wewe kuweza kufanya biashara na serikali, ichangamkie. Anza kwa kuunda kikundi cha vijana 5 mpaka 20. Maana yake tunatarajia kufikisha tuna vijana kundi la vijana ama au makundi maalum 20,000 na zaidi, lakini sasa hivi hata 2,000 bado hatujafika. Kwa nini? Kwa sababu mwitikio bado umekuwa uko chini kwa sababu ya taarifa. Kwa unapokutana na taarifa, amka, chukua hatua, kwa sababu ni kweli fursa zipo, pesa ipo. Ni wewe kuunda kikundi na kujisajili na kuanza kupata tenda na kufanya biashara na serikali. Shukrani sana. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Sonata Nduka, yeye ndio mwandaji wa filamu ya Winga na balozi wa mfumo wa NeST. Asante sana kwa kuweza kushiriki nasi na kuzungumza kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana kutoka PPRA, na tunazungumzia fursa za tenda kwa vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Wazee na wenyewe bwana, hamjasaurika, kuna kazi zenu zile ambazo mnaziweza. Kuna vitambaa ambavyo vinahitaji ni taasisi huko. Wapo wazee ni wataalamu kweli kweli wa kuweza kutengeneza. Mimi nimependa kwa sababu hatujamwacha mtu nyuma kwa makundi yote, lakini pia wakati tunaendelea tunamsubiri hapa Dude, tapeli wa taifa. Sonata ndo ameniambia, kwa mujibu wa Sonata ameniambia bwana, tapeli wa taifa kwenye filamu ya Winga, sio maneno yangu haya. Nani ndugu yangu Joseph, utajiandaa kwa swali hili kwamba sasa taasisi za serikali zenyewe zina maelekezo gani, kwa sababu tenda watu wengi wataomba. Sijui kama zitakuwa zimetengwa kwamba hizi tenda za vijana, wanawake au vipi. Utaratibu uko vipi kuhakikisha kwamba sasa kweli hata kama vijana tutakuwa kwenye makundi, vijana tutakuwa na kampuni waweze kupata wao hizo tenda. Sio, nipata vizuri Tutarejea kwa baadaye kwa tunaelekea kuhitimisha. Dude Kulwa Kikumbo ni mwigizaji pia kwenye filamu hii ya Winga ambayo leo hii inatoka rasmi, na afisa uhusiano mwandamizi kutoka PPRA atatueleza itapatikana wapi. Bana, habari ya saizi? Salama, habari yako? Yangu wewe nichimba mkwala kama kweli nikaogopa bana, sije kawa ni kweli. Akaambia wewe haina shida. Watasema marehemu alikuwa na kiburi. Kwamba ile yenyewe au sio? Bana, kwanza nikupe hongera. Dude ni mmoja wa wasanii ambao vijana wengi wanawatazama. Vijana wengi wameingia kwenye uigizaji kwa sababu yako, na mimi nawafahamu. Nikupe maua yako bana. Mapema kabisa, hongera. Asante sana. Kwenye filamu ya Winga, Dude, tupitishe uhusika wako ambao umeubeba, lakini ulitamani kupeleka ujumbe gani kwa vijana, wanawake na wazee? Karibu. Ingawa Sonata ameniambia wewe ndio utapeli wa taifa kwenye hii filamu, nikasema ndo mambo yake hayo. Mimi ndo Winga mwenyewe. Ndo Winga mwenyewe kwenye Winga. Mwenye Winga wake. Napita kona zote. Ndiyo. Unajua Winga anaweza katokea kulia, anaweza katokea kushoto, afu anaingia kati. Ndio. Kwa hiyo sasa unaweza kukutana na Winga usitegemea anatokea upande gani, kushoto, kulia. Kwa hiyo mimi mule ndani nimecheza kama Winga mwenyewe, kwa sababu watu wengi sana wanapenda njia za mkato. Hii filamu ya Winga ni filamu moja nzuri sana. Sawa. Inaelimisha kwa sababu ni namna gani unaweza ukapoteza na namna gani unaweza ukafanikiwa, kwa maana ya kwamba kama utafuata utaratibu. Nadhani viongozi wameelezea hapa mfumo wa NeST ulivyo, uko wazi na ni rahisi sana. Ndio. Ni rahisi sana, ni kufuata utaratibu. Lakini watu wengi wamekuwa hawafahamu hivyo. Sasa mawinga kama sisi mule tunazitumia zile fursa za watu wengi kutokufahamu utaratibu. Lakini kama watu wataangalia hii filamu, hakuna mtu ataibiwa, hakuna mtu atapigwa changa, wanasema watu wa mjini. Ndio. Kwa sababu ndani ya hii filamu imeeleza kabisa. Kwanza unaangalia toka mwanzo Winga yuko vipi, anafanya kazi zake vipi, na ukienda kwenye mfumo halisi wa NeST unafanikiwa vipi.
Kwa hiyo mule ndani ndio hivyo, watazamaji wataona kwamba mimi nilikuwa napita kwenye makundi au vikundi, taasisi ambazo zina uwezo wa kufanya jambo fulani, lakini hawafahamu namna kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo mimi nawakutanisha na watu ambao sio mwapige sana hela kwenye mule tena. Kwa hiyo watu wakawa baadaye wanajikuta wamepoteza. Lakini mwisho tunakuja kukwama baada ya kukutana na mtu ambaye anawastua au anawapa elimu namna gani wanaweza kupata zile tenda bila kokolo wala kupita kwa mtu wa kati. Sawa. Kwa sababu sisi tumecheza mule kama watu wa kati, kwamba wewe huwezi kufanikiwa. Na unavyojua tena duda akiwa mule kazini kwamba unapigwa mkwala kwamba bana pale huwezi, sisi ndio wenyewe. Maneno yako yale sisi ndio tunafahamu taratibu. Ukitaka kufanikiwa hapa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kumbe vile unaona hii ndio njia mkato, basi unatoa hela kidogo na nini uweze kupendelewa, matokeo yake ndio haupati kile kitu ambacho umekitegemea. Kwa hiyo katika filamu ya Winga imeeleza namna gani utaratibu wa kupata hizo tenda katika serikali. Kwa hiyo na wakati Dude anaongea hapa, mimi nikwambie ukweli, watu wengi sana walitapeliwa kuhusu masuala ya tenda. Mimi natazama hivi sasa, anaona kwa mfano kuna mtu anaambiwa kwamba ili jambo hili ulipata lazima tumuone mtu fulani. Ule mfumo uko huru jamani. Umeshamuondoa kila mtu wa katikati hapo. Sio, nadhani usakafia hapo kwamba ule mfumo uko huru na ni mfumo wa wazi. Sio hivyo kila mtu anaona. Hakuna kusema kuzunguka kona upande wa pili. Natamani usakafia hapa kabla tunyenda na kama alivyosema ni kwamba watu wengi kwa kukosa elimu fulani wanajikuta wameingia kwenye matatizo. Watu bado wengine wana ile notion kwamba tenda za serikali mpaka umfahamu mtu fulani ndio uweze kutoboa pale uweze kutoboa pale, ila halmashauri utoboi bila fulani. Sasa serikali imeleta mfumo wa NeST. Akina Dude aliokuwa katikati hapo anapambana, wamegundua kwamba watu wakifahamu kuhusu mfumo wa NeST wanaingia kwenye mfumo wenyewe popote walipokaa. Mtu anakunywa zake chai nyumbani, anaomba tenda mpaka mwisho anapata tenda, hajawahi kwenda kwenye taasisi, hajakutana na mtu yoyote, hajasafiri by the way. Amekaa pale ofisini kwake au nyumbani kwake, anaomba tenda mpaka anaipata. Hakuna mtu wa kunani, na matokeo yanatolewa kwenye mfumo huo. Unatumia matokeo yako kwamba bana, wewe uliomba tenda hii na hii na hii, haukupata au umepata kwa sababu hizi na hizi. Na watu wote mlioshiriki kwenye tenda wanatumiwa pia na wao taarifa, afu wanapewa muda wa kuangalia wote mmeridhika. Kama hujaridhika, kuna sehemu pale kwenye mfumo dirisha ya kulalamika, mimi sijaridhika. Pale wendi, siji nimekuja nimegonga hodi nimekuta hawajaniambia wamesema fika safiri. Hapana, unaomba na ule mfumo unamhesabia siku huyo mtu anatakiwa kujibu. Akichelewa inahamia kwenye taasisi nyingine ambayo inatakiwa sasa wewe uende ukalalamike kule. Umeona mambo yalivyo rahisi. Kisha utapata haki yako, kila mmoja atapata haki yake, atafanya kwa uhuru na utajifunza kesho nitafanyaje niweze kupata hiyo tenda. Kwa hiyo hakuna masuala ya kujuana tena. Mfumo wa NeST sasa ndio Winga wenyewe. Umetoa mawinga. Dude, kufanya filamu ambayo inahusu maudhui ya PPRA kwako kulikuwa kuna ugumu wote? Ilikuwa ngumu kwa sababu namna utaratibu, lakini bahati nzuri tulikuwa na wataalamu wenyewe tunao kabisa kutoka ndani ya NeST. Kwa hiyo ikawa sio rahisi, lakini pia tulichukua muda kwa sababu kazi yenyewe imefanyika kwenye kiwango kikubwa sana. Sio kwamba hizi kazi tulizoea kuzifanya. Kazi yote ambayo inamfikia mwananchi ambayo inahusu uelimishaji tena wa jambo kubwa kama namna kupata tenda serikalini, mfumo wake ukoje. Kwa hiyo hilo lilichukua muda. Kwa hiyo labda niwapongeze tu bwana kwa uandaji ule wa kazi. Tuliifanya kwenye kiwango kikubwa, na hatuzungumzii sasa uigizaji sasa kina Dude namna ya kuigiza, ni namna gani message inakwenda. Kuigiza jambo lingine, lakini namna gani message inakwenda. Kwa hiyo hata mtu tu akikaa nyumbani hajawahi kujua mfumo wa NeST ulivyo, akiangalia ile filamu mbona moja kwa moja anaelewa. Moja kwa moja ni darasa zuri tu kwamba uulizi hata swali. Mimi siku zote nahangaika, kumbe kitu kiko hivi bwana. Simple na kinafanyika kwa uzuri zaidi. Sasa sisi mawinga inabidi tutafute tu kazi zingine za kufanya. Lakini na mfumo wa NeST lakini ile zamani watu walikuwa wanazungushwa na kudanganywa. Siku hizi ni sana. Filamu leo ndio inatoka. Ni uhusika gani ambao ulicheza kwa sababu kiboko? Ni uhusika gani ambao ulicheza kwenye scene ukasema nimecheza kweli kiboko hii? Kuna sehemu na wadada ambao wanatafuta hizo tenda, wamejisajili, wako vizuri, wana sifa zote. Warembo hao.
Basi mimi niliingia kati pale. Na mimi niliingia kati huku nikijua kwamba hawajui utaratibu. Yaani huwa unajua vipi kama hujui utaratibu nyinyi ukianza kuona wanahangaika wanawapigia watu simu, wewe umekaa sehemu unapata kinywaji chako, mara unaona watu wanapiga simu kuulizia tunafanyaje utaratibu, si kikundi chetu kimetimiza masharti yote lakini tunafanyaje pale. Unasema unaingia pale, jamaa habari zenu, nimeona maskini mnahangaika, vipi shida? Bwana tunataka kupata tenda sasa, lakini sasa ndio hivyo, hatuna mtu kutushika mkono. Wengi wanazania ili uweze kupata tenda mpaka ushikwe mkono, kumbe uwezo wako ndo sio. Unaelewa? Sasa mfumo wa NeST umeweza kuwaelekeza watu kwamba kama kweli vigezo na masharti vyote viko sawa sawa, tenda unaipata bila kupitia mtu yoyote yule, moja kwa moja tu, wala hamna shida. Kwa hiyo sasa mimi nimecheza mule kama mtu ambaye nasikilizia matatizo ya watu ili nipate fursa na mimi ya kuingiza chochote kitu. Sawa. Sasa tapeli wa taifa na kikundi chake sasa hizi hali tete sasa hizi. Naye anashauriwa tu kujiunga na mfumo wa NeST. Mfumo wa NeST. Unajua kuna chochote anaweza kufanya. Mimi nilichokipenda kwa Dude kwenye ile movie ni kwamba kwanza alivyoonekana, atakuwa tuna preview, alivyoonekana tu watu wote ambao wanamuona Dude wakajua kinachofuata. Kutengeneza hiyo character sio kitu kidogo, yani kwamba wakikuona tu kwenye movie wanajua kifuatacho. Lakini vile vile ile movie inaongelea pia masuala ya rushwa. Masuala ya rushwa, wake Dude alikula hela za watu. Alikula hela za watu lakini anawataka pia. Yaani yote anataka wakati mmoja. Yote anavipata. Anaangalia udhaifu. Unajua kama anavyoelezea mheshimiwa hapa, ndani ya masuala ya utapeli. Ndio. Yaani rushwa huwa inakuwemo mara nyingi sana. Mfano hilo kundi la kina mama nikaanza na kuwatongoza ndani yake. Yaani kuwataka ili nikusaidie basi uwe na mimi, ili nikushawishi karibu uniamini na mimi pia nitakupelekea kwa bosi wangu. Ukiwa na bosi wangu karibu, tunatengeneza mabosi tunao. Na kwenye simu ukiongea kama bosi kweli. Sasa bosi unaenda azima suti nini, unakodisha vitu hivyo, akija hapa mtu na tumbo lake akikaa hapa unasema kweli ndio mwenyewe huyo. Ndio mwenyewe sasa. Lakini kumbe watu wa kutengeneza na watu wanaidiwa kwamba bana wewe usio na wasiwasi, swala lako hilo limepita, afu mwisho wa siku wanakuwa wamepoteza vitu vingi. Kutokana kilichomo kwenye filamu, natamani kumwambia nini mtazamaji hivi sasa? Mimi nadhani watazamaji si lazima uwe wewe una uzuri wa hii filamu. Ukiachana na elimu ya namna gani ya kupata mfumo wa NeST, namna gani unaweza kupata tenda, kuna elimu ndani ya wewe kuchukua tahadhari ya vitu vingine vingi zaidi. Watu hawaibiwi tu kwenye kutafuta mfumo wa NeST, watu wanaibiwa kwenye mambo mengi. Kwa hiyo kama ilivyo elimu imebeba jumla, ni muhimu tu watu wakaangalia filamu watagundua kwamba kumbe kuna kona ukipita unaweza kupoteza kitu chako. Kuna serikali sasa hivi imeandaa mazingira mengi mazuri ya wewe moja kwa moja kufanikiwa. Lakini bado watu wanaishi kizamani kwamba bila kupita kwa mtu fulani mimi siwezi kupata kitu fulani. Na hii wanasema njia mkato siku zote ndio inaoponza. Ukifuata utaratibu huwezi kupotea. Lakini ukitaka kona na kusema na wengi wanakuwa hawana vigezo vile, anakimbia huko kwa sababu vigezo vyake ni vidogo, anaona acha nionge nifanye nipite kona ili nipendelewe. Sawa. Ndio. Kwa dakika moja. Nirejea kwenye swali langu la msingi lile. Kupitia filamu hii tunafahamu kutoka kuna ongezeko la vijana kufungua kampuni. Nafahamu kwa sababu watakuwa wamefunguliwa maarifa kwamba nini cha kufanya, kwa sababu kufungua kampuni ni swala lingine, kupata tenda ni swala lingine. Sasa nyinyi mmoja kuwafungulia kwamba namna ya kupata tenda njia ni hii. Si umenipata vizuri? Vijana, wanawake na wazee watajiunga kwenye vikundi. Sasa ni kwa namna gani taasisi za serikali mmezishirikisha kuhakikisha kwamba pia vijana hawa wanapewa kipaumbele, wazee na wanawake? Bahati nzuri kupitia PPRA, bodi ya PPRA, bodi ya wakurugenzi na mkurugenzi mkuu Bwana Reni Simba wamejikita sana kwenye hicho, kufuata serikali ambacho inahitaji ni watu kupata ajira. Kwa hiyo tumefanya training, mafunzo kwa taasisi zote za umma, na tuna champions kule ambako kwenye kila taasisi ya umma kuna watu ambao wako tayari wanakusubiria wewe kwenye kikundi uende wakusajili. Tuna mtu wa afisa maendeleo ya jamii kwenye kila halmashauri yuko pale anakusubiria. Kuna mtu wa IT mifumo yuko pale anakusubiria, lakini kuna mtaalamu wa masuala ya ununuzi. Hao watu watatu
wakifika tu pale kwenye halmashauri au taasisi ya serikali nyingine, wanakupokea wale watu, ndio watakaribisha utaratibu wao. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira mazuri zaidi ya kijana kwenda kujiunga kule kwenye kikundi na kuja kupata tenda, na tenda zipo nyingi sana. Kwa mfano nikwambie, ukiangalia kwenye mfumo wa NeST, tenda ni nyingi kuliko, taasisi ni nyingi kuliko hata makampuni yaliyosajiliwa. Wewe unapita pita huko. Umeona? Sasa vikundi tunavyo vikundi 1000 na kitu. Lengo letu ni kuwa na vikundi 20,000 na kitu. Tunategemea zoezi la kusema kwamba tunatafuta kazi, ajira na nini, zipungue, watu waanze kutengeneza hela zao. Kuna vikundi tunavyo ambavyo vimepata tenda za hadi milioni 60, milioni 100. Kuna kikundi cha dada kiko cha wasichana kiko Arusha kimepata tenda za milioni 300 na kitu. Tenda moja. Kikundi cha mfano hicho. Milioni 300 na kitu. Si ndio? Kuna vikundi ambavyo tumekundana na kikundi kimoja kiko kijijini kabisa, kijijini Kibwe panaitwa. Nimepata tenda moja ya milioni 64 ya kutengeneza mbao, na wenyewe ni wanaranda tu mbao. Kwa hiyo nawakaribisha sana vijana, tuchukue hatua. Angalia movie ya Winga, utapata maisha mengine pamoja na utaratibu. Leo inatoka, itapatikana wapi? Inapatikana kwanza Channel 10 watairusha, wanatoa taarifa. Iko YouTube ya PPRA, tafuta PPRA Tanzania YouTube utaipata. Imeshawekwa au baadaye ndio? Itawekwa baadaye. Utakutana sasa hivi na trailer yake kwanza. Sasa hivi trailer yake ipo, ukiingia TikTok ya PPRA ambayo ni PPRA Tanzania au Instagram ya PPRA, PPRA_Tanzania, unakutana na hizo trailer. Ndio. Nenda huko. Kwa kweli mimi nikushukuru sana Joseph Muhoozi, afisa uhusiano mwandamizi PPRA. Nimshukuru pia Sonata Nduka ambaye ndio mwandaji wa filamu ya Winga na balozi wa mfumo wa NeST hapa nchini Tanzania. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Kulwa Kikumbo maarufu Dude, kwenye filamu hii ya Winga amecheza kama ndo tapeli mwenyewe wa taifa mwenyewe. Umenipata vizuri na mimi kati napata idea nikasema hapa Dude hapa lazima awepo hapa. Yaani kwenye mambo hapa kumtukati hapa. Dude apiga knockout. Ni mwigizaji wa filamu kwenye ya Winga. Niwashukuru sana, asante sana kwa kuja na asante sana kwa elimu hii ambayo umetoa vijana, wanawake na wazee. Ni muda wetu huu, tuende tukimbilie fursa tuzichukue alafu tuondoke nazo. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, endelea kuwa nasi.